Kinda Astavao ni kijana mwenye talanta ya hali ya juu sana. Uwezo wake akiwa na mpira ni uwezo ambao unaweza ulinganisha na wachezaji wengine wa rika lake kama kina Lamine Yamal, kina Arda Güler wa Real Madrid. Lakini kuna ile hype ambayo anapewa ni tofauti sana. Mimi nimeangalia michuano ya Chelsea kadhaa, ni kijana mzuri akiwa na mpira, lakini akona mapungufu yake kidogo ambayo tutamsamehe kwa kuwa bado ni kijana mdogo. Mabao ya Isidore na Talbi katika dakika 22 na 93 mtawalia yalisaidia Sunderland kuilaza Chelsea magoli 2-1 katika mechi ya ligi kuu ya Uingereza iliyogaragazwa uwanjani Stamford Bridge. Alejandro Garnacho akifungia Chelsea bao lake la kwanza tangia alipojiunga na klabu hiyo kutoka Manchester United mapema msimu huu. Vile vile tunakwenda kuangazia taarifa kuhusiana na Chelsea kupata mfadhili mpya kwa jina la FPT kutoka taifa la Vietnam, na vile vile mchezaji Liam Delap kujiunga na Chelsea kwenye mechi dhidi ya Wolves wiki hii baada ya kuwa nje au mkekani kwa kipindi cha miezi mitatu. Na moja kwa moja tunakwenda kuangazia mechi kati ya Chelsea na Sunderland, na vile vile tunakwenda kuungana na shabiki wa klabu ya Chelsea kwa jina la Mazeras kutathmini kunaendelea nini ndani ya kambi ya Enzo Maresca. Safi sana, safi sana. Karibu ndani ya mpango mzima wa EPL mtaani. Leo tuko na shabiki shakiki wa klabu ya Chelsea. Mambo vipi bro? Mambo freshi kabisa. Kwa majina najulikana kama Jacob Mazera na mimi ni shabiki wa Chelsea kama ilivyosemekana. Safi. Mazeras, ndani ya msimu wa 2025-26 Chelsea wamepoteza mechi 4 kwa michuano yote. Mechi ya mwisho ni hii ya Chelsea dhidi ya Sunderland magoli 2-1. Unadhani tatizo lilikuwa wapi? Kikweli Chelsea ni timu nzuri sana, lakini tatizo sana haliko kwa wachezaji. Tatizo liko katika mkufunzi wa timu ya Chelsea. Kuna mambo kadhaa ambayo anastahili kurekebisha. Kwanza, sidhani kuna mtu saizi akiambiwa aweze kutaja kikosi cha kwanza cha Chelsea ama almaarufu kama starting 11. Hakuna yote anaweza kutabiri ni kina nani wataanza, ni kina nani wataka nje. So coach hajakuwa na consistency katika picking up ya lineup yake, na hilo ni tatizo kubwa sana. Sababu wachezaji wanahitaji kujuana, wachezaji wanahitaji kublend vizuri katika mazoezi na katika michuano pia. Ule upinzani ulioko katika mazoezi ni tofauti sana na upinzani ulioko wakati wa mchuano halisi dhidi ya opponents wa timu zingine. So ni muhimu sana timu ikiwa na a regular starting 11. Matokeo pia yatakuwa ni tofauti. Safi. Tuliweza kuona kinda Joshua Chempong akiweza kutolewa na kuletwa mchezaji Tosin Adarabioyo, jambo ambalo halikukaa sawa kwa sababu kinda huyu amekuwa na mchezo mzuri sana. Hata pale nyuma aliweza kufunga bao, na mechi dhidi ya Sunderland alicheza vizuri, aliweza kufanya tackles, lakini kocha Enzo Maresca anamuondoa na Chelsea wanapigwa bao la pili. Kama shabiki ni kweli game iliyopita dhidi ya Ajax Josh alicheza mchezo mzuri, na ukiangalia hata kabla hapo amekuwa akicheza michezo mizuri sana wakati ambapo anapewa nafasi. Game ya jana sikuelewa, nadhani kocha kwa kizungu anasema overthink ile situation. Kitu ya kwanza, mimi nimewahi kuwa mchezaji hata kama sijafika professional level. Sheria ya kwanza ni kwamba hubadilishi defense not unless mchezaji amepata jeraha. Na jana sikuelewa kwa nini aliamua kumtoa, na ni watu ambao tayari washatengeza partnership na defender mwenzake Chaloba. So hustahili kumtoa, unafaa umwache ameblend kwa game, acha amalize mchuano. Ile kumtoa Chimpong ilikuwa makosa makubwa sana. Ili tu expose kama team, na hata penye bao la pili lilitokea ilikuwa ni makosa ya Tosin, aliogopa kucommit, akapea striker wakati wa kufikiria, akacheza pasi kwa mwenzake, na ndio hivyo tukapatikana. Naam. Kwenye lineup ya kocha Enzo Maresca tuliweza kuona mchezaji Joao Pedro alichezeshwa katika nambari 10, na vile vile Mark Guehi ambaye alikuwa amekwenda kwa mkopo kwa klabu ya Sunderland alichezeshwa katika nambari 9. Unadhani kocha alifanya uamuzi wa maana kumweka Joao Pedro katika nambari 10 ambaye angewatatiza wale madefender kwenye nambari 9 kama anavyofanya kwa kawaida yake? Kiukweli nitarudishana pale kwa kocha na makosa mengi. Nadhani pia kocha anajaribu kuwa mtu mzuri kwa wachezaji, na ambapo haistahili. Acha mchezaji aonyeshe kwamba anastahili kupewa nafasi. Joao Pedro kama tunavyomjunga tangu akiwa Brighton, akiwa Chelsea kwenye game za kwanza ni typical false 9. Mchezeshe namba 9 aje akiwa kama false 9, anatupatia advantage katika kila situation, ana drop kucheza mpira na wenzake alikadhalika. Lakini kumchezesha kama namba 10 sidhani kama ni jambo linalostahili. Kocha atafute mbinu, atafute mchezaji mzuri wa kumchezesha hiyo namba 10, acha Joao Pedro abaki pale mbele kama namba 9. Vile ulivyosema, akiwa kama namba 9 ni akona threat kubwa zaidi kuliko yeye kuwa kama namba 10. So sikubaliani na maamuzi ya kocha ya kuanzisha Mark Guehi na kuchezesha Joao Pedro namba 9. Sikubaliani nayo kabisa.
Na ukiangalia formation iliyotumiwa na kocha wa klabu ya Sunderland ilikuwa ni 5-4-1, ambao ni formation ambayo inaangazia sana kwenye defense ya klabu ya Sunderland. Unazungumziaje mchezo ulioonyeshwa na klabu ya Sunderland? Kwanza ningependa sana kuwapongeza timu ya Sunderland. Makosa yalifanyika, tukawapata bao la kwanza la mapema, lakini waliweza kumaintain ile tactical discipline defensively. Kocha alijua kwamba Chelsea ni timu nzuri, ukiipa nafasi watakupatia mashambulizi na watakufunga mabao mengi. So akaamua kwenda na huo mfumo wa 5-4-1 kustabilize defense yake. Na kikweli ni kwamba ilimsaidia. Chelsea walifanya mashambulizi mingi, walijaribu kufanya attempts lakini hatukufaulu. Sababu gani? Defense ya Sunderland ilikuwa compact. Again, hiyo formation ya 5-4-1 inapatiana nafasi kubwa sana kwa timu ambayo imejipanga na ikiwa na wachezaji wenye kasi kupiga counter attack. Na hivyo ndio Chelsea ilipatikana. Chelsea ni timu inapenda kucheza mpira, inapenda kuattack, tukipatikana kidogo tunajisahau. Sunderland vile walikuwa na mfumo wao mzuri wa 5-4-1 wakatupata katika hizo situations za counter attack. Na ni hivyo, pongezi kwao. Msimu wao walikuja na mfumo waliokuja nao uliwasaidia. Ndio. Chelsea walikuwa na umiliki wa mpira wa 60 au asilimia 68, wakati klabu ya Sunderland na asilimia 32. Licha ya kuwa wana umiliki wa mpira, Chelsea walipigwa tena. Kama shabiki nitarudia tena. Mpira wa kupossess ni mpira mzuri sana na sote tunapenda kuangalia. Lakini mwisho wa siku matokeo ndio muhimu zaidi. Kama shabiki sitafurahia kwamba tulikuwa na umiliki wa asilimia 70, asilimia 60 na ngapi, lakini matokeo ni kwamba tumepoteza mchuano. So Chelsea ni wazuri, tunamiliki mpira, tukicheza na timu yote iwe kubwa iwe ndogo, mpira tutaumiliki. Lakini ambacho mimi kama shabiki kikubwa ninachotaka ni matokeo. So napongeza, ni sawa, ni ishara nzuri kwamba Chelsea angalau tunaweza kumiliki mpira dhidi ya opponent yoyote yule. Lakini muhimu zaidi ni acha hii possession ama hii umiliki wa mpira ujionyeshe katika matokeo. So sifurahii sana sababu tunamiliki mpira, matokeo bana, tukifungwa na timu kama Sunderland na tunataka kupigania kikombe si sahihi kabisa. Safi. Kukosekana kwa mchezaji Cole Palmer, nambari 10 wa klabu ya Chelsea, labda kumeleta matatizo ndani ya kikosi cha Chelsea, kwa sababu Cole Palmer ndio ule creative player ambaye wanawasaidia Chelsea kufikisha mipira kule mbele. Unazungumziaje Cole Palmer kuweza kupata jeraha na kuwa nje, na kipindi hichi chote amekuwa nje, Chelsea wamesuasua sana? Ni kweli kwamba kupoteza Cole Palmer imekuwa ni pigo kubwa sana kwa timu ya Chelsea. Ile kiukweli Chelsea hakuna creative player mzuri zaidi kushinda Cole Palmer. So ukosefu wake umeleta matatizo. Ndio maana unaona kocha anahanya akijaribu kutafuta mchezaji ambaye anaweza jaribu kuziba hilo pengo. Na kufikia sasa imeshindikana. So kama mashabiki, kama timu tumepoteza kiungo na tunamtakia afueni haraka iweze kurudi uwanjani. Na sioni hayo matatizo yakiisha hadi wakati ambapo Cole Palmer atarejea uwanjani. Kwa sasa tutajaribu, mechi tunashinda lakini tunang'ang'ana. Hatushindi kwa urahisi kama vile ambapo Cole Palmer angekuwa uwanjani. Safi. Alafu Chelsea walipumzisha wachezaji 8 kwenye mechi ya kombe la klabu bingwa barani Ulaya, UEFA Champions League dhidi ya Ajax Amsterdam. Lakini licha ya kuwapumzisha wale wachezaji kama Neto, Joao Pedro na wote, lakini Joao Pedro alikuwa amepata kadi nyekundu, ndio maana aliweza kukosa ile mechi. Unazungumziaje hilo? Kwa sababu shabiki yote angedhani kwamba Chelsea wangechukua alama zote 3 dhidi ya Sunderland, kwa sababu hawa ni vijana wageni ndani ya ligi kuu nchini Uingereza. Katika hilo swala la kupumzisha wachezaji, mimi kikweli sikubaliani nalo. Unless ni hizi mechi ndogo ndogo kama Carabao, FA, hiyo ni sawa, badilisha wachezaji, lakini mechi ya kubwa kama ya UEFA ni mechi nzuri sana ya wachezaji kuweza kuongeza viwango vyao. So kupumzisha wale wachezaji kwangu haikuwa sahihi. Ungeacha wacheze katikati ya wiki, angalau hata hapo ungejua mchezaji huyu ana mapungufu fulani, huyu mwingine ana mapungufu kiasi fulani. Ingekuwa rahisi hata kufanya uamuzi katika mchuano wa jana. Naam, juzi alipumzisha wachezaji, lakini katika wachezaji waliopumzisha walioanza ni Joao Pedro, Garnacho na Pedro Neto. Ndio ambao walipumzika kabisa kikamilifu, na goalkeeper pamoja na nadhani gao watatu peke yake. Lakini ukija katika mchuano wa jana hakuna kikubwa ambacho apart from ile assist ambayo Pedro alitengenezea Garnacho. Baada ya hapo naweza sema wote ni kama walipotea. Kikubwa walikuwa wanafanya ni kutusaidia katika kudefend. So wakati mwingine coach, acha wale wachezaji wako wachezeshe game zote. Mchezaji akiumia mpumzishe, mchezaji akiwa na matatizo mengine mpumzishe, lakini mambo ya kupumzisha wachezaji kwa sababu na matarajio ya game fulani inayokuja mbele haistahili. Acha wachezaji waingie wafanye kazi yao. Kazi yao kubwa ni kucheza. So wewe kumpumzisha na mchezaji hana majeraha si sahihi. Kwanza ile kitu tunaitwa match fitness inaenda ikipungua. So mwache acheze, game nyingine kija mpe tena.
Naam. Mshambuliaji wa klabu ya Chelsea Liam Delap amekuwa nje tangu ile mechi ya Fulham na amekuwa nje kwa kipindi cha nadhani miezi mitatu. Atakuwa anarejea kulingana na mujibu wa mkufunzi wa Chelsea Enzo Maresca, atarejea kwenye mechi ya Carabao dhidi ya Wolves. Unazungumziaje mchezaji Liam Delap kurejea kutoka kwa jeraha? Ujio wa mchezaji Liam Delap kutoka kwa jeraha itakuwa ni advantage kubwa sana kwa klabu ya Chelsea. Kikweli ni kwamba Chelsea tumekosa mshambuliaji mwenye kuleta maangamizi ama kuleta threat katika opponent's team. Delap tumemjua tangu akiwa Ipswich. Msimu huu Chelsea hajacheza mechi nyingi, amecheza mechi kama 2-3 akapata jeraha. Lakini tangu akiwa Ipswich ni mchezaji ambaye tuliona uwezo wake. Ni namba 9 ambaye katika ubora wake sidhani kuna, apart from Erling Haaland, siongei kama shabiki lakini naongea ukweli, apart from Erling Haaland hakuna namba 9 ambaye ni tishio katika upinzani kumliko Liam Delap. So ujio wake katika timu kutoka injury tunaichukulia kama advantage kwetu, timu angalau itaongeza attack zake. So tunaomba game ya Wolves asipiki injury sababu tunamhitaji zaidi katika mechi ya EPL. So kocha ampe nafasi hii game ya FS ni FM na Carabao na Wolves aweze kurudisha match fitness. Alafu ikifika weekend akiamua kwamba Joao Pedro hataki kumchezesha 9, basi hata tuwekee Liam Delap hapo katika hiyo nafasi. Na kama mashabiki najua tutafurahia matokeo. Safi. Kinda Estevao Willian ameweka rekodi, anazidi kuweka rekodi kila kuchao. Ameweka rekodi ya kuwa mchezaji mchanga kabisa kutoka taifa la Brazil kufunga bao la ushindi kwenye ligi kuu nchini Uingereza, lile bao dhidi ya Liverpool. Unamzungumziaje Kinda Estevao Willian? Nikiwa mkweli zaidi, Kinda Estevao ni kijana mwenye talanta ya hali ya juu sana. Uwezo wake akiwa na mpira ni uwezo ambao unaweza kulinganisha na wachezaji wengine wa rika lake kama kina Lamine Yamal, kina Arda Güler wa Real Madrid. Lakini kuna ile hype ambayo anapewa ni tofauti sana. Mimi nimeangalia michuano ya Chelsea kadhaa, ni kijana mzuri akiwa na mpira, lakini ako na mapungufu yake kidogo ambayo tutamsamehe kwa kuwa bado ni kijana mdogo. Uamuzi wake akiwa na mpira mara nyingi huwa si sahihi. Ukiangalia bao ambalo tulifungwa jana, bao la pili, ilitokana na yeye alijaribu kuhold mpira, kuchenga 1-2 ikakataa, tukapatikana counter attack na ndio hivyo. So ni kijana mzuri, uwezo tunajua yuko nao, katika ubora wake kama juu against Liverpool alitufurahisha sana. Lakini nataka kocha mpe muda kwanza aweze kukua polepole, asimkimbizie majukumu ambayo bado hawezani nayo kwa sasa. Ni kijana mzuri, potential yake inajulikana, kila mtu dunia nzima anajua Estevao ni nani, lakini acha tumpe muda aweze kuwa kama mchezaji. Tumpatie time ya kugrow polepole katika ulingo. EPL ni ligi ngumu sana. So ile hype ambayo tumempea na expectations kama mashabiki, kama wafuasi tu wa mpira duniani, tupunguze kidogo ili kijana aweze kujikuza kimpira polepole. Safi. Mechi ijayo ya klabu ya Chelsea The Blues itakuwa dhidi ya klabu ya Wolves ndani ya uga wa Malinox. Na ubashiri wako wa mechi hiyo, ama unazungumziaje mechi hiyo kwenye Carabao? Kwa sababu Wolves hawajakuwa na form nzuri kwa siku za hivi karibuni. Wolves kitambo ilikuwa ni timu ambayo inapatia Chelsea shida sana, lakini kwa sasa naamini kwamba hiyo mechi natabiri ushindi Chelsea bao 4-0. Bao 4-0. 4-0. Ikipungua sana bao ni 4. No. Ikiwa siku nzuri tukiona kwamba tuna tamaa zaidi tutaongeza, lakini 4-0 imetosha. Kweli. Alafu kwenye ratiba ya mechi za ligi kuu nchini Uingereza weekend hii, Chelsea watasafiri kuelekea katika uga wa White Hart Lane kumenyana na Tottenham Hotspur, vijana wa Thomas Frank. Unazungumziaje mechi hiyo na ubashiri wako kabla hatujafika weekend hii? Mechi dhidi ya Tottenham kwanza inatarajiwa kuwa mechi ngumu. Hayo ni matarajio ya wengi, lakini mimi kama shabiki, Tottenham hawajai kuwa changamoto sana kwa timu ya Chelsea. Itakuwa ni mechi ngumu sababu pia Tottenham msimu huu wamekuwa katika form nzuri sana. Matokeo yao ukilinganisha na misimu 2-3 iliyopita, kwa sasa wameongeza kiwango kikubwa sana. Lakini Tottenham ni kama vile lugha mtaani tunasema, Tottenham ni kama mke wa Chelsea. Na mke wako siku zote haizi kushinda maarifa. Mke wako haizi kupa matatizo ambayo huwezi kudeal nayo. So Tottenham mimi najua tutampiga, na tukimpiga kidogo sana 3. Na kwa hizo 3 akibahatika sana atapata 1. So 3-1 dhidi ya Tottenham. Safi. Naam, mtazamaji wangu, huyo ni shabiki shakiki wa klabu ya Chelsea kwa jina la Mazeras, ambaye anabashiri kwamba Chelsea wataondoka na ushindi dhidi ya Wolves na vile vile dhidi ya Tottenham Hotspur, vijana wa Thomas Frank. Naam, kama ilivyo ada na desturi yetu, leo tunakujia moja kwa moja kutoka kaunti ya Taita Taveta ndani ya jiji la Voi. Hadi Jumapili ijayo, kwa heri.